ni kushukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia bajeti ya Wizara ya Maji, lakini mahususi ni mshukuru Mheshimiwa Spika ambaye aliniteua kuwa mjumbe wa kamati hii, kamati ya maji na mazingira. Ninapozungumza nazungumza kashe na mboni, nikikwambia nchi hii miradi ya maji imejengwa. Mheshimiwa Spika aliniwezesha kuweza kutembea nchi nzima. Mheshimiwa Spika, unaposikia inasifiwa RUWASA na wizara kwa ujumla kwamba vijiji 10,517 vya nchi nzima kati ya vijiji 12,318 vimefikiwa na maji, napenda nitumie nafasi hii kuhakikishia Watanzania kwamba maji yamefika, lakini zaidi mazingira mazuri yamejengwa ili kuweza kutengeneza miundombinu ya kusambaza maji nchi nzima. RUWASA na wizara, jitihada zinaonekana kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri kwamba maji katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika yanaendelea kusambazwa, na kama tulivyopendekeza katika kamati yetu na tukaungwa mkono na Mheshimiwa Rais kwa msisitizo, gridi ya taifa ya maji inakwenda kujengwa itakayohakikisha kwamba wale ambao hawana fursa ya maji mengi basi wanaweza kupata maji ya kutosha. Mheshimiwa Naibu Spika, tunakwenda kufikia malengo yetu, na tunafikia malengo yetu yaliyoainishwa kwenye ilani ya 85%, 90% kwenye maji mijini na mjini kabla ya wakati. Kwa hiyo sisi wote tulioko humu, sisi tumeshiriki wote kwa nguvu zote. Kwa hiyo tuna uhakika wa kwenda na point mkononi kabla hata ligi haijaanza. Mheshimiwa Spika, jambo moja nataka kupongeza serikali kama alivyodokeza Mheshimiwa Balozi Bashiru, kwamba utashi wa kisiasa, na hii sifa imwendee Mheshimiwa Rais, kwamba tumeweza kutoka kwenye bajeti ya bilioni 600 na kwenda kwenye trilioni 1. Na wajumbe wa kamati hii ambao tulikuwa wote kilimo, inakuwa ni mazoea sasa. Tulipokuwa kwenye wizara ya kilimo tuliweza kutoka bilioni 260 tukachupa mpaka 900, na sasa tumevunja rekodi yetu sisi wenyewe kwa kutoka kwenye bilioni 600 na kwenda mpaka bilioni 1, trilioni 1 na zaidi. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe wenzangu, sasa mawaziri waanze kutugangania, tutakaporudi watupeleke kwenye wizara zao tuweze kuwaombea pesa zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, moja alinizungumza kuhusu chuo cha maji. Mapendekezo ya kamati yetu, pamoja na kuongezeka kwa wanafunzi, tulisisitiza kuwa wafundishwe wajuzi zaidi, the technicians, watu wa kutenda, sio academicians. Na kumbuka Mheshimiwa Waziri, tulikueleza uwepo wa soko la wataalamu hawa katika nchi zilizotuzunguka East and Central Africa, lakini hata Ulaya ambayo inahitaji wataalamu walio wengi. Mheshimiwa Spika, mimi nimesoma taarifa hii, nimesoma bajeti hii, nimeona kwamba serikali imekubali kwamba sasa visiwa vya kwetu kata 5 za wilaya ya Muleba, ukianza Nairobi, wanakwenda kujenga miundombinu ya maji. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikushukuru, anayelala na mgonjwa na najua miemo yake, umekubali sasa kwamba wizara yako kupitia RUWASA waende kujenga mfumo wa maji wa Muleba Magharibi kuanzia Kasharunga mpaka kwenda Rutoro. Lakini Mheshimiwa Waziri, na mahususi hapa nimshukuru katibu mkuu wako, nilimsumbua sana, kwamba tumekubaliana kwamba maji yatoke Kemondo yapelekwe Muutwe, yapelekwe Bisore, yapelekwe Mayondwe, na ningeomba mradi huo uanze haraka sana kwa sababu ni kuraza mabomba. Lakini Kifaraja umepeleka maji kwa babu zangu Makongora na Kizinga ambako mradi wa milioni 150 unakwenda kusukumwa kule. Lakini kipekee unakwenda Nsisha Kagoma na Kikuku ambako umetenga pesa za kutosha za kuweza kuwahudumia watu wa namna hiyo. Ninayoyasema mimi, kama nilivyosema, nimezunguka nchi nzima kwa kuona wapi, kuanzia Mbamba Bay. Nimekwenda Mbamba Bay, nimeweza kuona, nimekwenda Msoma, nimeweza kuona nchi nzima inapata maji na tuendelea kupata maji. Mheshimiwa Spika, nipende kushauri kuhusu swala la RUWASA. RUWASA, sifa moja ambayo imeandikwa na katiba na kamati yetu imezungumzia ustawi na umaili wa watendaji wa RUWASA. Hili jambo uwezi kuliepuka. Mwitikio wa watendaji wa RUWASA kuanzia CBWOSO kuja kwa district manager, kuja kwa regional manager, mkoa mmoja mpaka mkoa mwingine, utadhani wote wametoka kwenye tumbo la Bwana Mheshimiwa Aweso. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo machache, naomba niunge mkono hoja.